wewe unaweza. Tunakumbuka mtumishi wa Mungu Ezekieli, aliugua akawa katika hatari ya kifo, lakini alimuomba Mungu wake kwa imani sana. Mungu naye akamsikia Ezekieli akamponya. Tunakumbuka mtumishi wa Mungu Danieli alivyotupwa katikati ya simba wenye njaa kali, lakini Danieli kwa imani sana akamwomba Mungu wa mbinguni. Akasema, Bwana Mungu, najua wewe ni Mungu tena wa viwango vya juu. Mungu, najua wewe ni Mungu tena Mungu, najua wewe ni Mungu tena wa viwango vya juu. Mungu, najua wewe ni Mungu tena wa viwango vya juu. Kweli uwezo wako ni wa ajabu sana, unaponya, unafufua wafu. Najua wewe ni Mungu tena wa viwango vya juu. Mungu, najua wewe ni Mungu tena wa viwango vya juu. Tukikumbuka Shadraka, Meshaki na Abednego katika tanuru la moto, Mfalme Nebukadneza akalazimisha watu wake ili wawaweke katika tanuru la moto, nao waliomba kwa imani sana. Mungu naye akawajibu. Tukikumbuka Paulo na Sila gerezani, walimwomba Mungu, milango ikafunguka. Na kusihi ndugu yangu, ukiwa katika majaribu, usikate tamaa tena, usifadhaike. Ombe Mungu wako kama Danieli, ukisema yeba nsaliralira nsalinza. Mungu, najua wewe ni Mungu tena wa viwango vya juu. Mungu, najua wewe ni Mungu tena wa viwango. Usikate tamaa, usifadhaike, maana Mungu wetu anaweza. Uwezo wake ni mkali sana, anafufua wafu, anaponya wagonjwa. Ndio maana tunasema Mungu wangu, najua wewe ni Mungu tena wa viwango vya juu. Mungu wangu, najua wewe ni Mungu tena
ulikomoa ukuta wa Yeriko. Najua wewe ni Mungu tena wapi wangu ni wewe uligawanya bahari ya Shamu ikawa nchi kavu. Najua wewe ni Mungu tena wapi wangu jacho. Thank you God. Jesus, you are number one.